Jeshi la ulinzi la Israeli limeamuru raia kuondoka kusini mwa Lebanon na kwamba mashambulizi yaongezeka licha ya makubaliano ya amani. Jeshi la ulinzi la Israeli yani IDF limetoa amri ya dharura asubuhi ya leo Jumanne likiwataka wakazi wa miji miwili mikubwa kusini mwa Lebanon kuondoka makwao mara moja, likidai kuwa kuanza kwa hatua kali za kijeshi dhidi ya kundi la Hezbollah. Katika taarifa rasmi iliyotolewa na msemaji wa IDF, Israeli imedai kuwa imelazimika kuchukua hatua hiyo baada ya Hezbollah kukiuka makubaliano ya usitishaji mapigano yaliyofikiwa mwezi uliopita. IDF inaituhumu Hezbollah kwa kushambulia vikosi vya Israeli mara mbili kwa kutumia makombora ya milimita yaani moto katika maeneo ya mpakani, lakini zaidi ya hapo ni kujipanga upya kijeshi katika maeneo ambayo yalitakiwa kuwa wazi kulingana na makubaliano ya amani kati ya Israeli na serikali ya Lebanon. Hadi sasa uongozi wa Hezbollah umekaa kimya bila kuthibitisha wala kukanusha tuhuma hizo za mashambulizi ya moto. Wakati mapigano yakishika kasi, Wizara ya Afya Lebanon imetoa takwimu za kushtua ambapo watu 17 wameuawa katika mashambulizi ya anga ya Israeli yaliyotokea jana Jumatatu peke yake. Hii inafanya jumla ya vifo nchini Lebanon kufikia 110 tangu Alhamisi iliyopita. Kwa upande wake, Israeli imeripoti kuwa wanajeshi wake 17 wameuawa katika mapigano na Hezbollah tangu mwezi Machi, huku ikidai kuwa kukabiliana na mamia ya roketi na drone kutoka kwa kundi hilo. Hali ya sasa inazidi kuonyesha udhaifu mkubwa wa makubaliano ya amani yaliyofikiwa hivi karibuni. Kundi hilo halikuwa sehemu rasmi ya makubaliano ya Israeli na Lebanon, ingawa lilisema litaheshimu Israeli ikiwa Israeli itasisitisha mashambulizi yake. Israeli inasisitiza kuwa makubaliano hayo yanaipa haki ya kujihami na kuchukua hatua dhidi ya shambulizi lolote. Kwa upande mwingine, mamlaka za Lebanon zimeshutumu Israeli kwa kukiuka makubaliano hayo mara kwa mara kwa kuendeleza mashambulizi ya anga na uvamizi wa ardhini. Amri ya hivi karibuni ya kuhamisha raia imesababisha taharuki kubwa kusini mwa Lebanon, huku maelfu ya watu wakijaribu kukimbilia kaskazini kuelekea Beirut. Mashirika ya kimataifa yameonya kuwa kuvunjika kwa makubaliano haya ya amani kunaweza kuisukuma Lebanon katika janga kubwa zaidi la kibinadamu, wakati ulimwengu ukiwa umeelekeza macho yake pia katika mgogoro unaofukuta katika mlango wa Hormuz.